Yes, welcome Senko Linki. Kama kwa kwanza kufuatia channel yetu, subscribe, like, share na comment ili kwanza kupata video zetu kipindi tunazo upload. Katika video hii tutajifunza namna gani ya kuimage cell katika Excel. Kuna namna mbalimbali za kuimage cell katika Excel. Kwa video hii tutaangalia namna gani ya kuimage cell. Na pia kama unahitaji mafunzo ya Excel kwa video, tushaandaa mafunzo ya kutengeneza mfumo wa matokeo mbalimbali kama matokeo ya primary, secondary, O level. Kwa upande wa secondary, O level na advance, labda mifumo ya na vikoba, template za matokeo somo moja au masomo mengi, template za joint shule moja, shule zaidi, shule kuanzia 2 na kuendelea huko. Kama unahitaji mafunzo hayo, utanicheck kwa namba hiyo hapo, tutakutumia hizo video uweze kujifunza kwa bei nafuu. Kwa wale wanaofuatilia mafunzo ya mfumo wa matokeo kwa primary, hapo ndo tutakuwa tumeishia. Tutaendelea kutoa mafunzo kwa upande huo hapo. Tutaendelea kutoa mafunzo katika upande huo, lakini kama utahitaji kujifunza kuanzia hapa, tulisha video namba 7, lakini video za muendelezo zote mpaka mfumo unakamilika zipo. Kwa kama utahitaji pia unaweza kanicheck kwa namba hizo hapo, nikakupa namna gani au jinsi gani unaweza kufanyaje ukalipia ili uweze kufanyaje uweze kujifunza. Sasa twende tukaangalia namna gani ya image cell katika Excel. Sheet ya pili, mfano wetu ambao tunaweza tukaangalia katika kuimage bwana, ni kwamba hivi ifuatavyo. Kwa mfano unaandika jina lako, labda shule Senko Linki, ambapo sasa hapa maana yake hii hapo unaweza kuandika kitu kingine. Unaweza kaandika labda mkuu wa shule hii. Maana yake ni kwamba ile tu shule ya sekondari Senko Linki imekaa katika active cell ya F3, lakini hii mkuu maana yake imekaa katika G3. Hapa unao uwezo wa kufanya kama hivi, ili kutanua hizo seli maneno yakafiti, lakini pia unao uwezo wa image. Mfano kwa sasa sisi tu image haya majina haya, ili jina hili litokee hapa likae mpaka hapo kwenye n. Kwa hiyo tuta highlight sema ambapo tunaitaka, alafu tutakuja hapa kuna kuimage. Hapo kuna kuimage and the center, na image inakaa katikati, lakini kuna an image. Maana kwa mfano kama unataka kuimage na an image hapo, kwa ile neno litakaa kwenye active cell ya C hapo C, kama tunasema lianzie hapo C. Lakini pia unao uwezo wa image across, maana yake uka image kwenda hivi, au unaweza ukasema uka image the cell. Sasa hii tumeangalia ni ku image across, kwa tuweke hapa all border ili tuone vizuri. Hapo hiyo tuna image across, lakini unaweza uka image the cell. Mfano na cell hii na hii hapa, tunataka hizo zote images. Kuja hapa unaandika image, maana yake kote pale tunachukuliwa na nini hasa, lakini active cell ambayo itasoma hiyo maneno yako itakuwa ni katika G5. Mfano kaandika hapa labda namba za simu 06523727 0 ngapi 05. Kwa hii itakuwa ni namna ya kunini ya feeling hapo. Feeling kwa namba yetu ya simu hiyo hapo itakuwa ianze na 0 hapo.
sababu kwenye Excel kuna kwa sifuri haikai. Lazima leo basi tuanze tu 255 hapa. Hapo shida. Hiyo namba haifanyaje? Haikai pia. Kwa nini? Kwa sababu kuna jinsi ya kuandika namba ya simu. Namba tumechagua hiyo ni namba, lakini kuna kufanya specialization huko. Kwa mfano bwana nataka iwe namba ya simu, iwe fraction, nini, iwe text. Vyote hivyo unaweza ukafanyaje? Ukaja kwa nini? Customize. Tengeneza kitu ambacho unafanyaje? Unakitaka, lakini iko sio kitu cha kujifunza leo. Leo tuangalie tu namna gani ya kuimage cell. Kwa tuna image cell center hivyo ambayo inakuwa ni across, kwa tunaweza tukaimage across kutoka huko kwenda huko, au tunaweza tukaimage cell zaidi ya moja. Kwa mfano hapa kote, mfano labda image kwa hapa nachagua hii image cell hapa, lakini kama nataka image mistari naweza kuchagua image across kutoka kichumba cha kwanza hapo na watu body hapa ambapo unaweza kaandika labda jina la shule, sio nini. Kwa hii ndo namna rahisi ya kuimage the cell katika Excel. Kwa mafunzo kama haya usisahau kusubscribe, like, kushare na comment wa kwanza kupata video zetu kipindi nazo zina upload. Asanteni sana, tutane katika video ijayo.